Bwana Yesu asifiwe. Yako matafsiri au maandiko ambayo wakati mmoja au namna nyingine yameleta mkanganyiko ndani ya kanisa, hususan swala la kunena kwa lugha. Na katika Wakorintho wa kwanza mstari wa sura ile ya 14 mstari ule wa 5 anasema kwamba nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi mpate kuhutubu, maana yeye autubuye ni mkuu kuliko yule anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Paulo anaposema kwamba nataka nanyi nyote mnene kwa lugha, anachotaka Paulo hapa ni kwamba kila mtu anene kwa lugha. Na kunena kwa lugha kunakuzungumziwa hapa ni kunena kwa lugha ukiwa peke yako katika faraga. Ni wazi kuwa kunena kwa lugha katika mazingira ya namna hii kuna faida kwa Mkristo moja kwa moja anapomwabudu Mungu na kumuomba Mungu. Lakini Paulo anaongeza kuwa kunena kwa lugha kwa kweli kuna kuambatana na tafsiri katika makusanyiko huleta kuinuliwa kiroho kwa kanisa, kama ambavyo unabii hufanya. Kunena kwa lugha pasipo tafsiri hakulifaidi kanisa lolote. Kama kunena kwa lugha kukafanyika katika kusanyiko hakulisaidii kanisa kama asipokuwepo mfasiri, lakini kama kukifanyika katika faraga kuna kujenga wewe na Mungu. Kwa hiyo jifunze na muombe Mungu sana kwamba Paulo anawaambia kwamba nataka nyote mnene, lakini sasa mnaponena angalieni kama hakutakuwa na mfasiri na huko katika kusanyiko, ni bora ujizuie. Lakini kunena kwa lugha kwenye manufaa kuna kujenga wewe private, lakini pia kuna kujenga ukiwa katika kusanyiko, maana yake akiwepo mfasiri kutajenga kanisa zima. Hebu fuatilia somo hili lote ili ujifunze jambo hili kwa kina zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Leo nipende tu kusomea kifungu hiki na tupende kutafakari kwa pamoja. Kifungu kinatoka katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Anasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi mpate kuhutubu, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna sikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Nami nataka nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi mpate kuhutubu, maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yule anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tutafakari kifungu hiki halafu